Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ama baad. Kwa muktadha wa hali namna ilivyo, mimi kama kiongozi ikiwa ni katibu wa baraza la mashekhe mkoa, nitoe tu angalizo kwa viongozi wenzangu wa dini kwa jukumu ambalo alilopewa na Mungu. Si jukumu la kutenganisha umma au kuparaganisha umma. Jukumu tulilopewa kama viongozi wa dini ni kuhakikisha umma unakaa sehemu moja, umma unatengamana, lakini pia kila mwanadamu anapata haki yake ya kibinadamu kama binadamu, na kila mwenye imani apate haki yake ya imani kutoka katika imani yake. Sasa kwa viongozi kama sisi, jukumu tulilopewa na Mungu tukilisimamia vizuri tutakuwa hakuna tatizo. Lakini itasikitisha kuonekana kuwa kiongozi anaacha lile alilolirithi ama alilorithishwa na Allah subhanahu wa ta'ala la kusimamia majukumu yake ya kuwajenga watu, kuwajenga wanadamu kiimani ili wawe ni watu wema. Maana ya kuwepo misikiti, maana ya kuwepo makanisa, maana ya kuwepo hizo dini, sote ni kutafuta njia ya kwenda kwenye wema, ili wale waumini waweze kuwa ni watu wema, watu wenye kuigwa, lakini pia wawe na tabia ambazo zinaridhisha, waepukane na mambo mabaya, mambo machafu na maovu pia. Sasa kama viongozi watakuwa wao ama sisi viongozi ni chachu ya kuwafanya watu wetu ndio wao wabaya zaidi, itakuwa hakuna maana ya kuwepo viongozi tena wa dini kwa upande huo. Lakini kwa kiongozi wa dini anayejitambua, yeye lazima ajue kuwa yeye ni chachu ya umma, yeye pia ni dira, lakini yeye pia ndiye kioo cha kuweza kutazamwa na waumini, ili pindi, kwa sababu kiongozi wa dini anaposema jambo, basi muumini wa imani yake huwa analichukulia lile ni maono kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo viongozi lazima tuchunge pia ndimi zetu, wachunge namna gani wanawaeleza watu, namna gani wanawaelekeza watu katika masuala haya, na hasa katika nchi yetu hii, nchi ambayo utulivu upo, amani ipo, tunafanya ibada tukiwa tumetulia. Endapo tutaendelea kuhamasisha ama watu watatokeza kuhamasisha, likatokea jambo la kuvuruga utaratibu na amani ya nchi namna ilivyotulia sasa, ikatoka kwenye hali hii kwenda kwenye hali nyingineyo, hayo makanisa yatakuwa hayana kazi, hayana maana, kwa sababu hakuna atakayeingia kanisani kufanya ibada au kuabudu, na hakuna atakayeingia msikitini kwa ajili ya kufanya ibada ya aina yoyote baada ya kuwa vurugu imetokea. Kwa sababu kati yetu hayuko Muislamu wala Mkristo katika nchi hii akawa wote kwamba Waislamu wako katika kisiasa wako katika chama fulani, Wakristo wako katika chama fulani, wapagani chama chao ni chama fulani. Katika nchi hii hatuko hivyo. Ndani ya msikiti wako wafuasi wa vyama vyote, ndani ya makanisa tuna wafuasi wa vyama vyote. Kumbe hawa wote wanatutazama sisi viongozi, istiqama yetu, msimamo wetu ni upi? Na Mungu ametuambia katika Qur'an, laiti kama tutasimama vyema katika njia ya kutetea haki na kuitetea dini yake, kuyatetea yale aliyoyaamrisha, basi Mwenyezi Mungu atatunywesha maji matamu. Maana ya maji haya si maji tu ya kunywa, atatupa maisha mazuri yenye amani na utulivu. Kila mmoja atakuwa huru kufanya analotaka, muhimu tu asivunje sheria. Sasa ni waase viongozi wenzangu, viongozi wa dini mbalimbali, ya kwamba hebu tuangalie, turudi nyuma, tusiingie katika muhemko wa kuwahemsha vijana, kuwahemsha watu wakaingia kuleta machafuko katika nchi hii. Hii ni nchi yenye utulivu, ina amani yake, na sisi sote tunafanya ibada kwa utulivu na amani, tunaheshimiana, tunathaminiana. Isitokee mtu mmoja tu akawa ni sababu ya kuifanya hii nchi ingie kwenye machafuko. Hatutoridhika na yeye. Lakini pia tumuombe Mwenyezi Mungu azidi kuitunza nchi yetu katika amani yake na utulivu wake, lakini pia watunze viongozi wetu, na hasa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amuweke na amuhifadhi na ampe subira, lakini pia amjaze hekima na busara katika kuyatatua majambo na kusimamia mamlaka na kusimamia mambo yake ya kisheria na serikali yake kwa ujumla. Lakini pia Mwenyezi Mungu amuhifadhi mufti wetu wa Tanzania Abubakar Zuberi Ali Mbwana, ambaye